Assalamu alaikum, naitwa Ibrahim Bwana, ni mdau wa soka. Obviously ni jambo ambalo limegusa hisia za wengi, hususan kwa wadau wa soka la Tanzania kwa hii situation ambayo imekuwepo. Lakini ukizungumzia kwa mashabiki, ninafikiri kwa kiasi kikubwa mashabiki wameathirika. Mashabiki wengi wameathirika. Unajua moja kati ya events kubwa sana kwenye football ya Tanzania ni mchezo kati ya Simba na Yanga. Ukiashiria mbali kitu chochote kile ambacho wewe unakifikiria. Kwa hiyo event ya Simba na Yanga ni event nambari 1 kwa mpira wetu hapa Tanzania. Kwa hiyo kama mnaandaa hiyo events, kuna watu wa media akiwemo Azam, TBC wenye haki za matangazo kwa radio na television, uliweza kuona kuna maandalizi lazima wayafanye. Lakini ukiachilia mbali hao, kuna mashabiki. Mimi shabiki wa Mwanza, ninajiandaa takriban wiki kuelekea Dar es Salaam kwenda kutazama mchezo. Kuna bajeti ambazo nitaziandaa, kuna biashara ambazo pengine ilibidi nizifanye katika hiyo siku, huenda nikaziacha. Kwa unaweza kuona nakuwa nimejiandaa kwa ajili ya kitu fulani, kwa ajili ya mchezo wa dabi. Sasa mchezo unapoahirishwa, yani athari inakuwa kubwa katika nyanja mbalimbali. Kubwa ni kibiashara, lakini pili ni muda ambao umetumia, muda ambao shabiki ameutumia kutokea kituo A kwenda kufika hapo uwanjani. Pia ni kitu ambacho mashabiki wengi wameathirika. Lakini ukija kwenye nyanja ya biashara, unaweza kuona kuna mamantilia walikuwa hiyo siku. Tayari walikuwa wameshaandaa chakula, tayari wengine walikuwa wamekopa kwa ajili ya kufanya biashara fulani katika hiyo siku ili wakipata warejeshe. Lakini unaona mechi imeahirishwa. Jina naitwa Mwajuma Rashid. Wengi wanapenda kuniita MJ, ni mdau wa soka. Yani matokeo na effects zilikuwa nyingi kuahirishwa katika mchezo huu. Kwa mfano tukija kwa watu waliokuja kwenda kuangalia mchezo, wamepata effect mbalimbali. Kwa mfano kuna kifo ambacho kimejitokeza, japokuwa hicho kifo ni mtu kupigwa na shoti. Ila ingekuwa mchezo unachezwa, yule mshabiki angekuwa amekaa na anaangalia mchezo. Ila mchezo haukufanyika, imekuja kusababisha effect kama hizo. Na jambo lingine ambalo effect nyingine ambayo imejitokeza katika huo mchezo kuchezwa ni pamoja na tuseme Azam TV. Azam TV pia walitoa tamko lao kutokana na mchezo kuchezwa. Kwa mfano kwenye maisha ya sasa hivi ya Watanzania wengi ni watu ambao wakubangaiza kutafuta hela kidogo kidogo. Kwa mfano mtu amelipia kingamuzi chake, amejichanga, amelipia kingamuzi ili aangalie soka. Kwa hiyo siku ya tarehe 8 anaona haipo. Ile hela angeweza kufanyia kitu kingine, ila yeye kwa mapenzi ya soka akaona aitumie ile pesa kwa kuweka kifurushi na ili atazame mchezo ukifanyika. Na hizi timu mbili, Simba na Yanga, ni timu ambazo zina mazoea ya kufanya yani kile kitu ambacho wenyewe wanajisikia kufanya. Imefanyika 2021, 2008. Ni kama marudio. Hasa Simba ni kama mara ya pili. Hasa mimi kwa maoni yangu na tamani ingekuwepo inatolewa adhabu. Kwa mfano timu inafanya kama vitu kama hivi, wao wanawalipa mashabiki fidia yani walipopoteza muda wao waliotumia kupoteza, walipe fidia mashabiki ya kwamba labda mshabiki kaja Dar es Salaam wiki, amekuja ana mahitaji yake, labda 300,000 yake, kakaa hapa malazi, guest katumia gharama. Inabidi yani timu kama timu ambayo imesababisha kitu kama hichi iweze kumlipa fidia ili na yeye kidogo wapate nusu hasara, maana mchezo ulikuwa haukuchezwa. Mimi naona wafanye kitu kama hichi. Na kingine kwa bodi ya ligi wafuate yani sheria inavyosema, kanuni zile wazifuatilie kama zinavyohitajika kufuatilizwa. Kwa mfano kama kukatwa pointi 3, mtu apewe timu nyingine alogomea mchezo akatwe pointi, apewe timu ambayo ilikuwa imehudhuria uwanjani, wafanye hivyo. Kama kuna faini ilipo, ili iwe fundisho kwa vilabu vingine kutorudia jambo kama hili.